Ndugu zangu, kwa muhtasari, tiba hii ya hijama ni tiba inayohusisha kutoa sumu mwilini katika mfumo wa lymphatic system. Mfumo huu ndugu zangu ni mfumo unaojitegemea katika ule mwanadamu katika utoaji sumu mwilini. Ndugu zangu, mwanadamu kibiolojia, mwili wake kila baada ya miezi minne huwa unazalisha damu safi, ambayo hii damu safi inapokuwa katika mwili inakwenda fanya kazi mbalimbali katika mwili. Kwa moja, kazi ya kwanza ni kusafirisha chakula katika sehemu mbalimbali, kusaidia mmeng'enyo wa chakula, kusafirisha hewa ya oksijeni katika mwili wa mwanadamu, na pia kazi nyingine nyingi sana katika mwili wa mwanadamu. Sasa hii damu inapokuwa imeshamaliza kazi hii ambayo imefanya katika mwili wa mwanadamu kiasi cha muda kama siku 120 ambayo miezi minne, basi Allah anajalia sasa mwili huu sasa upate fursa ya kuzalisha damu nyingine, ili kuiacha hii sasa uliokwisha maliza kufanya kazi iweze kutoka nje. Mfano, naweza kuambia kwamba mafuta kama pikipiki au gari, unaambia bwana, oil hii tuliyoweka tembelea kilomita 10 au 20, baada ya hapo uje kumwaga oil. Sawa? Ni maana kwamba oil ile inakuwa tayari imeshamaliza kufanya kazi katika mwili. Vivyo hivyo ndugu zangu, huyo mwanadamu kila baada ya miezi minne au anajalia mwili huu unazalisha damu nyingine ambayo inatakiwa endelee kufanya kazi katika mwili. Sasa nini kinatokea endapo mtu anakuwa hajafanya tiba ya hijama? Bi maana ile sumu ambayo ilitakiwa kutoka katika mwili lakini bado ikaendelea kuwepo katika mwili. Leo hii tunaona kuna maradhi mengi, maradhi ya mgongo, kiuno, ganzi, kutokana na ule msukumo au mkandamizo wa nerves katika swala zima katika upande wa mgongo, inasababisha mtu kupata maumivu makali ya mgongo, wengine kupata ganzi ya muda mrefu, wengine kupata miwasho mbalimbali, imani inapelekea mpaka mchafuko wa damu, ambao sasa hiyo inasababisha wengine mpaka kupata allergy mbalimbali. Kwa kifupi, hizi sumu zinapoendelea kuwepo katika mwili inasababisha matatizo mengi sana ndugu zangu. Kama nilivyosema awali, kwa sababu hii tiba maelezo yake ni marefu sana, lakini kwa sababu nimekusudia hivi sasa hii tiba tuweze kujifunza wote, ni maana kwamba ukisikia tiba ya hijama uweze kujua tiba ya hijama iko hivi na inafanywa hivi. Ni ukisikia tiba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tiba ya hijama iko vipi? Ndugu zangu, tiba hii ya hijama ni tiba yetu sisi Waislamu. Leo hii ukiingia katika mtandao ukiandika Black Kapi, utaona wazungu namna gani, wa China, watu wa mataifa makubwa wanafanya hii tiba ya hijama. Ndugu zangu, tiba hii ni ya kwetu, na hii tiba hivi sasa inapoendelea kufahamika mpaka kwenye hospitali yetu hapa Tanzania Muhimbili, tiba hii inapatikana. Lakini ndugu zangu, tunaendelea kupita huko misikitini kuelezana tiba hii ya hijama, umuhimu wake na faida zake, ili sasa, kwa sababu tiba hii inahusu sisi Waislamu na hata wengine pia inawahusu kwa sababu ni binadamu, lakini hasa ili jambo hili ni la kwetu, ili kuweza kujua faida ya tiba hii ya hijama. Kwa ndugu zangu, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba mazungumzo yetu haya yatatangulia kuzungumza kidogo kuielezea tiba ya hijama, lakini hivi sasa tutaingia kwenye zoezi letu la kuifanya hii tiba kivitendo, ili sasa ukisikia tiba ya hijama uweze kujua tiba ya hijama inafanyika hivi na iko hivi. Kwa hiyo inshallah, mzee wetu hapa tulishamteua mzee Ramadhani, kwa hivyo inshallah tutaelekea pale. Kwa hivyo vijana, msilete fujo, mtatulia vizuri, watu wazima watakuwa kwa hapa mbele ili waweze kuona. Kwa hiyo inshallah hivi sasa tutakusanyika hapo tuweze kulifanya zoezi letu, ili kila mmoja sasa aweze kuelewa. Na ndugu zangu, tutatoa fursa kuulizana maswali. Kwa hiyo kwa sababu hili ni darasa na hii ni darasa la tiba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutapata muda wa kuulizana maswali ili pia kila mmoja atoke akiwa kaelewa inshallah.